Amen. Bwana asifiwe. Karibu sana katika neno la maarifa. Nina furaha kubwa sana ya kuweza kushiriki nawe programu hii ya siku leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake ambayo ametupatia leo tuweze kupata maarifa zaidi kupitia neno lake. Lakini pia ninakushukuru wewe ambaye unafuatilia programu hizi. Unahakikisha uko na bando kufuatilia programu hizi, una like, una subscribe, una share na watu wengi zaidi. Mungu akubariki sana kwa kuweza kufanya kazi kubwa ya Mungu. Asante sana. Lakini pia nakushukuru wewe ambaye una support programu hizi kwa fedha zako, kwa ushauri na maombi. Mungu akubariki sana kwa sababu hakika kazi hii ni njema na watu wengi wanabarikiwa kutoka pande mbalimbali za dunia. Mungu akubariki sana. Leo nina jambo muhimu sana ambalo ningeweza kushare nawe katika programu hii ya siku hii ya leo. Biblia inatuambia kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wanaangamia. Wana wa Mungu hatupashi kuangamia. Tunapaswa tuwe na maarifa sahihi ya kimungu ya kutusaidia ili tuweze kufika pale ambako tunatakiwa tufike. Shetani kila siku anabuni vitu mbalimbali, anaangalia kupata ufahamu mwingi ili kuharibu kizazi cha watoto wa Mungu. Nasi Mungu ametupa neema ya kupata maarifa. Tunakwenda kupata maarifa kupitia programu hii na ninaamini atakwenda kutusaidia kutuvusha sehemu moja kwenda sehemu ya pili. Kabla ya kuendelea na programu hii, basi tunaembeleza Mungu kwa ajili ya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema yako. Ninaomba Roho Mtakatifu akaniongoze vile ambavyo umekusudia kuleta maarifa haya Bwana kwa watoto wako Bwana. Maana umesema kwamba wanawake ni jeshi kubwa Bwana. Na si Mungu umetuita kuwa walinzi. Lazima tuwe na maarifa mengi makubwa zaidi kwa ajili ya kuleta ulinzi kwenye jamii zetu, ulinzi katika ufalme wako. Katika jina la Yesu, ninaomba Bwana ukaonekane katika programu hii na ukafungue fahamu ya kila anayefuatilia programu hii Bwana, akaelewe kile ambacho anatakiwa apate na akapate maarifa katika jina la Yesu. Amen. Kabla ya kuendelea, ningependa kukupa ratiba zetu. Pengine wewe ni mara ya kwanza kuingia katika programu hii. Hapa ni neno la maarifa na Bwana ametupa neema ya kuwa na maombi ya usiku wa manane kila siku saa 8 usiku, siku ya Jumatatu mpaka siku ile ya Ijumaa, live YouTube katika channel hii ya neno la maarifa. Hapa tunakutana, tunaomba, tunatiana moyo, tunasapotiana. Biblia inasema heri wawili kuliko mmoja. Kuna mtu unaweza kuwa unapitia changamoto na huna hata mtu wa kuomba naye, mtu wa kumshirikisha. Programu hii iko hapa kwa ajili ya kukupa kampani zaidi kwenye maombi, ya kukusaidia kuamka usiku na kuomba. Tunapaswa kuomba bila kukata tamaa. Kwa hiyo karibu sana uweze kushiriki maombi haya. Tafadhali share, like, subscribe na watu wengi zaidi ili waweze kupata programu hizi. Mungu akubariki sana kwa kuweza kushare. Lakini siku ile ya Jumamosi tuna maombi kupitia WhatsApp. Yes. Kama unahitaji kushiriki maombi haya kwa njia ya WhatsApp, basi tafadhali wasiliana nami kwa namba 0712 69 97 62. 0712 69 97 62. Utawasiliana nami kwa njia ya WhatsApp kwa namba hiyo, nami nitaweza kukuunganisha katika maombi haya ya siku ya Jumamosi. Yes. Jumatatu mpaka Ijumaa ni maombi ya live YouTube channel Neno la Maarifa saa 8 usiku. Ili upate programu hizi, basi unaweza kuona like na kushare na kusubscribe na kuweka notification, kitufe cha notification, ili maombi yanapoanza basi tayari unaweza kutumiwa taarifa kwamba tunaanza maombi. Mungu akubariki sana kwa hilo. Leo tunakwenda kuzungumza mambo ya muhimu msingi sana. Shetani anajua ni nini ambacho tumepewa wanawake, ambacho tumepewa uzao wa mwanamke. Biblia inasema kwamba uzao wa mwanamke utamponda shetani kichwa. Sasa adui akijua hivyo, ana maarifa mengi sana ambayo anayatumia. Anachukua neno la Mungu, analitwist. Akilitwist hapo anapata nafasi ya kumshikilia mtu. So leo
tunakwenda kupata maarifa kutoka katika neno la Mungu. Tunatakiwa tufanye nini? Na kuna watu wengi sana ambao wamekamatwa katika eneo hili. Nyota zao zimeshikiliwa, hatima zao zimeshikiliwa, vitu vyao vimeshikiliwa. Why? Ni kwa sababu shetani amepata uhalali kwenye maisha yao bila wao wenyewe kujua. Ama ni vitu ambavyo wanavijua lakini wanavichukulia kirahisi kabisa. Watu wengi hatima zao zimeshikiliwa, haki zao zimeshikiliwa. Shetani anatafuta nafasi ya kuingia apate uhalali wa kushikilia vitu vyako. Hachukui hivi hivi. Na shetani lazima awe na mlango wa kupita hapo ili kuweza kupambana na wewe. Kwa hiyo leo hii tutapata siri hii na tutaingia kwenye maombi pamoja kumwambia Bwana akatusaidie kwenye hili. Yumkini kuna vitu vya kurejesha, turejeshe. Yumkini kuna vitu vya kuharibu, tuharibu ili kuzuilia uhalali wa shetani juu ya nyota zetu. Kuna watu nyota zao zimeibiwa, hatima zao zimeibiwa. Mipango ya Mungu ambayo imewekwa kwenye maisha imeondolewa. Why? Kwa sababu ya maarifa haya ambayo ninakwenda kushare nawe siku ya leo. Tusome katika kitabu kile cha Ezekieli 16 na mstari wa 33. Ezekieli 16 na mstari wa 33 anasema, watu huwapa makahaba wote zawadi, bali wewe unawapa wapenzi wako wote zawadi zako na kuwapa rushwa ili waje kwako pande zote kwa ajili ya mambo yako ya kikahaba. Wanawake wengi nyota zenu zimeibiwa. Kwa nini? Kwa sababu mlipokea zawadi. Kuna zawadi uliipokea kutoka kwa mwanaume fulani. Kuna vitu vyake ulivipokea, vikampa shetani uhalali kwenye maisha yako na kuchukua vitu kwenye maisha yako. Tunaona hapa, kumbe huwa ni kawaida. Biblia ina kila kitu. Wakati nasoma mstari nilishangaa. Watu huwapa makahaba wote zawadi. Kwa kawaida, kwa lugha ya kawaida tunaweza tukasema kwa lugha ya Kiswahili cha sasa tunasema watu huwapa makahaba hufanya nini? Nasema watu huwapa makahaba wote zawadi. Huwapa vitipu. Unakuta mtu mtu anafahamiana naye, anampa tu hela, anamwambia bwana wewe hii zawadi yako, lakini asijue nyuma yake huyu mtu akiwa na lengo gani. Kuna watu wameingia kwenye uzinzi, wameingia kulala na wanaume. Kwa nini? Kwa sababu walipokea zawadi zao. Walipokea zawadi zao, walipokea vitu vyao. Sasa huyu mwanamke anasema, nitaachaje? Sasa huyu mtu nimeshakula vitu vyake vingi. Ile zawadi inampa shetani uhalali wa wewe kuchukua identity yako ama kuibiwa ile hati yako ya umiliki ambao umepewa. Kuna watu nyota zao zimeibiwa. Kwa nini? Simply tu alipewa zawadi na baada ya kupewa zawadi akaingia kulala na yule mwanaume. Nyota yake ikaibiwa. Na sio lazima tu kulala naye. Hapa nimezungumza kulala naye kwa sababu hapa anazungumzia makahaba upewa zawadi. Makahaba huongwa, upewa vitu. Usikubali. Usiwe mtu wa kupokea tu vitu vya free. Nitakuonyesha hapa mstari mbele. Zawadi ni hatari sana kwenye maisha yako ikiwa iwe zawadi imebeba agenda ya shetani nyuma yake. Inampa shetani uhalali kwenye maisha yako. Ukisoma katika kitabu kile cha Mithali 15 na mstari wa 27, atamanie faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe, bali achukiaye zawadi ataishi. Achukiaye zawadi. Biblia inajua kabisa zawadi inaweza kabeba agenda mbaya sana nyuma yake. Na ndio maana hapa tumetahadharishwa. Biblia ina kila kitu. Maarifa yote ambayo tunahitaji hapa duniani yapo kwenye neno la Mungu. Ndio maana kila siku tunapaswa kusoma neno. Kulisoma neno. Kusoma katika Yohana 17:17 pale anasema watakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo ile kweli. Unaposoma sana neno la Mungu linapita kuondoa kila takataka, kila uchafu kwenye maisha yako. Unaona hapa Biblia inatuzuia kupenda zawadi. Wanawake ni watu ambao wamekuwa wakipenda sana zawadi, kupenda vitu free tu. Mtu tu anakupa tu vitu unafurahia, haujui behind the scene amenuizia nini ile zawadi.
Tunaona kwa kawaida hapa makahaba ndio walikuwa wanapokea zawadi. Makahaba. Unasema watu hapa makahaba wote zawadi. Wote, inazungumzia makahaba wote walikuwa wanapewa zawadi. Sasa tunatakiwa tuwe na tabia ya kiungu ndani yetu, sawa sawa na Mithali 15:27b pale anasema, bali achukiaye zawadi ataishi. Kuna watu wapo katika hali ya umauti right now. Kwa nini? Kwa sababu walipokea zawadi. Zile zawadi zikaleta mauti katika ulimwengu wa roho, zikaleta mauti kwenye miili yao, zikaleta mauti kwenye career zao, kwenye nafsi zao, na leo hii sio wenyewe wanaoishi kwa sababu ya kupenda vijizawadi. Zawadi zimewafunga watu wengi sana. Mtu anapewa zawadi na baada ya kupewa ile zawadi anakuwa ameuza ule utu wake, ameuza ile nyota yake, ameuza ile hatima yake ambayo Mungu amempa. Nikwambia kwamba wewe kama mpendwa, wewe mwanamke, hautakiwi kupenda zawadi. Be careful. Kama kuna vitu ambavyo unatakiwa makini navyo sana, ni zawadi. Maana hujui nyuma hiyo zawadi kuna nini kimelengwa, kuna nini kimewekwa hapo nyuma. Lazima umwombe Mungu akuambie. Leo hii watu wengi wamepokea zawadi katika ndoa zao, kwenye harusi, na baada ya kupokea zile zawadi zikaleta athari kubwa sana kwenye ndoa zao. Hapa ndipo ambapo wachawi wanaingia. Anajua kwenye harusi zawadi huwa zinapokelewa. Na wewe ambaye pengine bado hujaolewa na ukiolewa, kuwa makini sana na zawadi za siku ya harusi. Lazima Mungu akupe macho ya kuona kwamba hizo zawadi zimelenga nini. Siku ya harusi ni siku ambayo mashetani maagent wa giza wanatumia opportunity, wanasema huyo mtu tutaipataje hii ndoa? Tupeleke zawadi. Watakapoipokea hii zawadi ndio mwanzo wa kuharibika kwa ndoa yao. Ndio mwanzo wa ndoa yao kuvunjika. Watu wengi ndoa zao zimevunjika ile siku ya ndoa walipopokea zawadi, kwa sababu behind it kulikuwa kuna agenda mbaya ya shetani. Na shetani anapokupa zawadi ukaipokea katika ulimwengu wa roho, ana exchange, kuna kitu ana exchange hapo. Mimi nakumbuka wakati wa harusi yangu tulipokea zawadi, na kuna zawadi ambayo ilinipa taa nyekundu ndani ya moyo wangu. Nikasema hapana, mbona kama hii zawadi hatuna amani nayo? Mimi pamoja na mume wangu hatukuwa na amani na ile zawadi, na tukadhamiria kwamba ile zawadi hatutoitumia. Sasa kosa tulilofanya ni tuliipokea na tukakaa nayo ndani. Tulipashwa ile zawadi, okay, wameitoa pale, na tusipokee na tuiharibu. Sasa tulipokea ile zawadi, na baada ya kuipokea tukadhamiria kwamba hatuitumii. Lakini kumbuka tunayo hapo ndani. Iko kwenye box kubwa kabisa, haijafunguliwa. Tukao tunaona kuna vitu fulani katika vinafanyika kwenye ile box. Na kila mara tukiomba tunaonyeshwa ni pale kwenye ile box. Sasa kosa letu ni kwamba hatukuipokea ile zawadi, hatukuitumia, lakini tulikuwa nayo ndani. Kitendo cha kuwa nayo ndani, tayari ile zawadi ilikuwa inafanya kazi. Kuna vitu vikawa vinatokea hapo, na baadaye kabisa Mungu akatupa macho kwamba tunahitaji kuiondoa ile zawadi katika nyumba yetu, kuitoa katika imani yetu pale. Kwa sababu kulikuwa kuna wadudu fulani wanatokea physically kabisa. Unaona wanatokea kwenye lile box. Wanatoka, hamna vyakula mle ndani, hamna vitu ambavyo vinaweza vika attract wadudu wa sisimizi, lakini wanakuwa wanatoka sisimizi wengi sana. Ukijaribu kutrace ukafuatilia ile ramani ilikotoka, wanatoka kwenye lile box ilikuwa ile zawadi. So kulikuwa kuna manuizo ya kishetani kwenye ile zawadi. Alitoa ile zawadi alikuwa katika vikao vya kichawi, na wakamtuma, pelekeni hiyo zawadi. Kupitia hiyo zawadi tutaweza kuingia ndani kwake. Tutaweza kupata access ya kuingia na kutesa ndoa yao. So baada ya kupata maarifa yale, basi tukaitoa ile zawadi na kila kitu kikaenda vizuri, na zile changamoto mbalimbali ambazo tulikutana nazo basi zikawa zimeisha pale. Why? Kwa sababu tulipokea zawadi ambayo behind it, nyuma yake ilikuwa na agenda mbaya
ya kishetani. Before upokee, sisemi kupokea zawadi siku ya harusi ni dhambi, ila unahitaji kuwa na macho ya rohoni. Bwana kuonyeshe na akusaidie. Yumkini imeletwa ina agenda bad. Kuna wengine ambao wanaleta zawadi nzuri tu kabisa na ni vizuri unaweza kutumia, lakini kuna watu ndoa zao ziliharibika the first day walipopokea zawadi katika siku zao za harusi. Kuna watu ambao wanawateka hata watoto fahamu zao. Usiruhusu mtoto wako apokee tu zawadi kutoka kwa watu usiowafahamu. Anamletea tu zawadi. Unaweza ukachukua ile zawadi, ukipata amani nayo basi iombe, unampa mtoto wako. Lakini kama hujapata amani nayo, basi unaweza ukaitrash, ukaitupa mbali ili mashetani asipate nafasi. Mfano, unaweza ukawa unapita sokoni. Mara nyingi nimekuwa naenda sokoni na kipindi fulani na nilikuwa niko mwenyewe nyumbani, sina msaidizi wowote, niko peke yangu. So ninapokwenda sokoni, ninaenda na mtoto, nanunua vitu. Sasa unakuta unapita, unanunua kitu, alafu yule muuzaji anatoa nyingine separate. Anasema hii nimempa zawadi mwanao. Sasa kuna kipindi ambacho Roho Mtakatifu akanipa alert ndani ya moyo wangu. Hizi zawadi unazotoa, anasema hii, unakuta mfano umenunua maembe ya 3,000. Anakuwekea maembe 3,000 kabisa ile bajeti yako. Alafu anachukua na embe lingine anasema ili nimempa zawadi mtoto. Ndani yangu nikanasikia alert kwamba hii zawadi katika ulimwengu wa roho utakapoipokea, usiku mashetani na mapepo, maajenti wa giza, wachawi wale wanaotafuta watoto, wanakuja kudai kwamba huyu mtoto alipokea zawadi yetu. Yule mtu anayekupa ile zawadi, kama ni agent wa giza, anaitoa akiona ana motive behind the scene kwamba atatumia zawadi hiyo kumkamata mwanao kwenye uchawi. Kuna watoto wengi wameingizwa kwenye uchawi kupitia zawadi za namna hiyo. Mama anaenda sokoni, ananunua vitu. Mimi huwa nakataa. Ninaponunua kitu na mtu anataka, pengine niko na mtoto, mtu anataka kumpa kitu mtoto, nakataa. Na kama ni kitu mtoto atakililia, labda let's say unaweza kuwa na mtoto akalilia kitu, alafu yule anayeuza akasema mama mpe tu free. Ingiza mkono mfukoni, lipia. Ili mwanao asije akapata madhara. Wakapata uhalali, wakasema huyu tuna uhalali naye. Why? Ni kwa sababu alichukua kitu chetu. Tuna uhalali naye. Watoto wengi wameingizwa kwenye uchawi kwa namna hiyo. Na sio watoto tu, hata watu wazima unaingizwa kwenye uchawi, unaingizwa kwenye maagano. Kwa nini? Kwa sababu ulipokea vitu vyao na wakaona uhalali. Wanakuja pale wanasema, sisi huyu mtu ni wa kwetu. Huyu mtu anatakiwa akafanye kazi yetu, hawezi kula vitu vya bure. Waingereza wanasema there is no free lunch in America. Hakuna kitu cha bure. Hawezi kula vitu vya watu vya bure alafu ukimbie. Watakutafuta, especially watu hawa wa ulimwengu wa roho. Wazazi, kuwa makini sana. Mama, kuwa makini sana. Usiwe mwepesi wa kupokea zawadi kwa watoto wako, especially kwa watu ambao wajui, watu ambao wafahamu viroho vyao, hawajui. Usiruhusu wakatoa zawadi kwa watoto wako. Kuwa makini sana. Ukiangalia katika kitabu kile cha Danieli 5:16, lakini nimesikia habari zako kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo haya. Kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa mtukufu wa dhahabu shingoni mwako, nawe utakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Hapa mfalme anataka kutoa zawadi kama rushwa hivi, kwamba huyu mtu akinitafsiria jinsi ninavyotaka mimi, akinitafsiria basi atakuwa na ufalme fulani, atakuwa na nafasi fulani. Ndipo Danieli akajibu, mtumishi wa Mungu akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako zishike mwenyewe. Anasema zawadi zako zishike wewe mwenyewe na thawabu zako mpe mtu mwingine, walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri zake. Ina maana ya kwamba mfalme alikuwa akijua kwamba akimpatia zawadi huyu, pengine tafsiri inaweza ikaja ili imfeve yeye. Lakini mtumishi wa Mungu Daniel akasema, zawadi zako zishike wewe mwenyewe
na thawabu zako mpe mtu mwingine. Lakini nitamsomea mfalme maandiko haya. Tunaona kilichotokea hapo mbele. Kwa mfano, kuna zawadi ambazo zinabeba matatizo. Sio kila zawadi utaipokea ambayo itakuwa ina hatima nzuri. Nieleweke hapa. Sijasema zawadi zote ni mbaya. Na watu wengine wana nia njema, wanakupa zawadi ukiwa na moyo clean. Lakini shetani anatumia loophole hiyo kuleta watu wabaya kwenye maisha yako, wakiwa na ajenda mbaya kinyume na wewe. Wanakukamataje? Wanakukamata kwa vile vitu ambavyo wanakupatia. Nimesema kuna watu ambao nyota zao zimeibiwa. Kuna watu ambao hatima zao zimeibiwa. Kwa nini? Walipokea zawadi, shetani akatumia mlango huo kuiba vitu vyao. Kuna watu ambao hata wamefariki katika ulimwengu wa mwili ama ulimwengu wa roho kwa sababu ya zawadi. Biblia inatuambia katika hiyo Mithali nimekusomea hapo juu kwamba Mithali 15:27, atamanie faida uifadhaisha nyumba yake mwenyewe, bali achukiaye zawadi ataishi. Wewe ukipenda kuishi, usipende zawadi. Ukipenda kuishi, usipende zawadi. Usiwe mtu mwepesi tu wa kupenda zawadi. Lazima umuulize Mungu kwamba huyu anayenipa hii zawadi, je, yuko na ajenda gani? Ukipenda zawadi utakuwa unapokea tu kila zawadi kutoka kwa mtu. Lakini ukichukia zawadi, kuna nyingine ambazo utazipokea na nyingine utazikataa. Kwa nini? Kwa sababu umemuuliza Mungu na amekupa ajenda nyuma yake. Nataka tuendelee kidogo hapa, tuone katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 5 na mstari ule wa 20. Wafalme wa Pili 5:20 nasema, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama, bwana wangu amemwachilia huyu Naamani Mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Huyu Gehazi alimuona bwana wake Elisha amekataa zawadi ya Naaman. Lakini yeye mwenyewe akajisemea moyoni mwake akasema, tazama, bwana wangu amemwachilia huyu Naamani Mshami asivipokee mkononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, nami nitamfuata mbio nipokee kitu kutoka kwake. Tamaa, kupenda vitu vimemponza huyu mtumishi Gehazi. Mstari wa 21 anasema, basi Gehazi akamfuata Naaman. Naye Naaman alipoona mtu apiga mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki akasema, je, ni amani? Akasema, amani. Bwana wangu amenituma kusema, tazama, sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana 2 na wana wa manabii, wape na kuomba talanta ya fedha na mavazi 2. Naamani akasema, uwe radhi ukatoa talanta 2. Akamshurutisha, akafunga talanta 2 za fedha ndani ya mifuko 2 na mavazi 2, akawatwika watumishi wake 2, nao akayachukua mbele yake. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakwenda mbali. Akamwambia, je, moyo wangu haukwenda na wewe hapo ulipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Zawadi hizi mtumishi wa Mungu Elisha alizikataa. Lakini huyu Gehazi akasema, hii ni fursa, hii nipokee hizi zawadi. Nikwambie mpendwa, kuna zawadi unaweza kupokea kwenye maisha yako na ikawa ndio mwisho wa hatima ya maisha yako. Inawezekana unaishi, unaona kabisa unaishi, lakini katika ulimwengu wa roho wameshakula. Wamekutoa, wamekula nyama yako, haupo hai tena. Tunahitaji kuwa makini sana na zawadi. Na tusiwe watu wepesi sana kupokea zawadi. Na kama ukipokea zawadi, omba Mungu akuonyeshe, akufunulie, uone behind the scene ya hizo zawadi. Ukijua siri hiyo, utakuwa makini sana na zawadi unazopewa. Utakuwa makini sana. Wachawi wanatumia sana mbinu hii mpendwa ya zawadi.
Wanajua wakitoa zawadi hasa kwa watoto wanapata uhalali wa kuwashikilia wale watoto. Nataka nikupe ushuhuda huu mfupi, utakusaidia mwanamke. Pengine uko na familia yako na unachukulia rahisi sana tu watoto wako kupewa zawadi. Siku moja wakati nikiwa natoka kwenye mizunguko yangu narudi nyumbani, basi mdada wangu wa pale nyumbani akanitumia picha kwenye WhatsApp. Akaniambia, mama, zawadi hizi zikipata kibali machoni pako, ninaomba uruhusu watoto wako wazitumie. Alinunua mabegi mawili. Aliwanunulia watoto wangu mabegi mawili. Akawanunulia na vitabu viwili. Alipowanunulia akanitumia. Hakuniuliza kwamba je ninunue. Hakuniuliza chochote, alienda tu akanunua kwa akili zake na ufahamu wake, akaleta. Anawakabidhi, ananitumia picha kwenye WhatsApp na video, ananiambia, mama, ona nimewanunulia watoto hivi. Sasa ukiangalia katika kibinadamu unaweza kusema, wow, huyu binti ana upendo. Ana upendo na watoto wangu. Amewanunulia hadi mabegi na daftari. Na ni mabegi, sio kwamba ni ya hela ndogo, mabegi ya hela nyingi tu. Amewanunulia zawadi. Wow, huyu ana moyo mzuri sana. Lakini unatakiwa uwe na jicho la rohoni, mpendwa. Aliponitumia ile picha, kwanza nilishtuka. Moyo wangu kauzunika, nikasema, kwanza kwa nini huyu ananunulia watoto wangu vitu ambavyo hajaniuliza? Maana vitu ninavyonunua mimi lazima nimuombe Mungu kwanza. Nijue, nipate nijue spirituality ya hivyo vitu. Sasa yeye amevinunua moja kwa moja na amewapatia, na mimi sipo nyumbani. Nikampigia simu muda ule ule, nikamwambia, okay, haya mabegi ulionunua umenunua wapi? Nilianza kumuuliza hivyo. Akaniambia, nimenunua sijui duka gani hapo karibu na nyumbani, sijui nini. Nikamwambia, okay, sawa. Ninakuomba chukua haya mabegi, yapeleke dukani, yarudishe pale, alafu utaangalia, nitakuja kuangalia kitu kingine. Mimi mwenyewe nitawanunulia watoto na fedha yako nitakurudishia. Ili nisikugombanishe na yule mtu wa duka, wewe rudisha ya mabegi, mimi nitakuja kununua vitu vingine, ila fedha yako nitakurudishia. Nikiwa namaanisha nini? Nikiwa ninamaanisha ya kwamba sikuwa nimepata alert nzuri juu ya zile zawadi. Zile zawadi zililenga distraction kwa watoto. Sasa nikawa nimerudi nyumbani na nikamwambia, umerudisha mabegi? Akaniambia, ndio, nimeyarudisha. Nikamwambia, okay, sawa. Sasa fanya hivi. Na lengo la kumwambia kurudisha yale mabegi, niliona pia yana logo ya kishetani pale. Niliangalia yale mabegi vizuri, yana chapa za logo fulani ya kuzimu pale. Inaitwa, kuna laga sitaki kuitaja hapa, lakini ni logo fulani hivi ambayo sio nzuri. Basi nikamwambia mabegi yana hiyo logo, naomba yarudishe. Alafu mimi nitakuja kuangalia kitu kingine ambacho nitakiona ni sawa, tutanunua, alafu mimi nitakurudishia hiyo pesa yako. Basi akaniambia ameyarudisha. Nikamwambia, amekurudishia hela? Akaniambia, hapana. Kwa nini? Akasema, wameniambia sijui mpaka wayauze, wakishayauza ndio wanirudishie hela. Nikamwambia, hapana, hawezi kufanya hivyo. Kama lengo lako ni kwamba ubadilishe kitu kingine, hawawezi kukataa. Kwa nini usibadilishe kitu kingine, alafu mimi nitakuja niangalie vitu vilivyopo hapo, tufanye exchange. Basi nikamtuma mtumishi wa Mungu mwingine ambaye tuko naye nyumbani, nikamwambia, nenda naye dukani, angalia hilo duka waliponunua. Je, kuna kitu ambacho kinaweza kuwafaa watoto? Uchukue hicho badala haya mabegi, lakini mimi nitamrudishia huyu dada pesa yake. Wakatoka. Wameenda, anashangaa baadaye wamerudi. Mtumishi wa Mungu ananiambia, huyu dada tulivyofika sehemu akaniambia, hatuwezi kwenda dukani kwa sababu haya mabegi sijayanunua kwenye hilo duka. Unaona hapo mbinu ya shetani. Kwanza udada amenidanganya, mabegi kayanunua dukani jirani. Nilipomtuma na mtu aende, ananiambia kumbe hakuyanunua dukani. Ndo anasema, mama, mimi nilikuwa napita tu nikakutana na mtu anayeuza barabarani, kwa hiyo niliyanunua kwa yule mtu alioniuzia, simjui. Sasa kwa nini ulinidanganya? Hiyo ndo shida ya maagent wa giza. Anapokuja kwako lazima uangalie mtu akishakuwa na tabia za uongo tu,
weka question mark, lazima weke question mark. Basi nikamwambia mpendwa, wewe umeokoka na umenifahamu kupitia injili hii ambayo tunahubiri, na unajua madhara ya kusema uongo. Kwa nini umenidanganya? Na maana wewe unaniogopa mimi kuliko Mungu. Kwa nini usingesema toka mwanzo kwamba mabegi uliyanunua kwa mtu tu barabarani, ukanidanganya umeyanunua dukani, na kumbe hujayanunua dukani? Hapo ilikuwa ni ajenda ya shetani. Huyu dada alileta ya mabegi kwa watoto kwa ajili ya kuchukua vitu katika ulimwengu wa roho kwenye maisha yao, apate uhalali wa kuwatumia hawa watoto. Nikaanza kupata alert juu ya huyu dada sasa. Kwa sawa, nikamwambia ukirudia kunidanganya tena, itakuwa ni mwisho wako wa mimi kukaa na wewe. Wale ambao nilitoa ushuhuda huu, basi mnaweza kufahamu ushuhuda nilitoa kwenye maombi wakati tukiwa tunaomba wiki hii iliyopita. Sasa lengo lake lilikuwa nini? Kuwapa watoto wale mabegi. Ningekubali wale watoto wayatumia yale mabegi katika ulimwengu wa roho. Huyu dada alikuwa na uwezo wa kuja katika ulimwengu wa roho akawachukua na kuwatumia anavyotaka. Why? Kwa sababu amewapa zawadi. Hizo zawadi zao zinampa yeye uhalali wa kuwachukua. Kwa nilivyokataa vile, ikawa ni destruction katika ulimwengu wa roho. Naso inakwambia inabidi mzazi kuwa makini na watoto wako. Kuwa makini watu wanaoleta zawadi. Anakuletea tu zawadi, kuwa makini. Omba. Ni mtu ambaye ufahamu kiroho, omba Mungu aweze kukuonyesha, na Mungu atakuonyesha. Mungu wetu si dhalimu, anasikia. Hata ruhusu uangamie. Ukisoma katika Zaburi ya 119 na mstari wa 10 anasema, nimekutafuta kwa moyo wangu wote, usiniache nikapotelea mbali na maagizo yako. Ukimtafuta Mungu kwa moyo wako wote, hatakuacha ukapotelea mbali. Hautopotea. Ukimwomba Mungu kwa ajili ya nyumba yako, atakuonyesha hata wadada ambao wanakuja na ajenda mbaya kwenye maisha yako, atakuonyesha mapema. Na wakati naendelea kuleta huruma za kibinadamu kwa ule dada, Mungu alinitokea kwa ukali mwingi sana. Kwa nini unaruhusu huruma za kibinadamu alafu unaleta distraction kwa watoto wako? Watu wa Mungu, huyu dada alikuja tena na zawadi tena za vibakuli 2 vya watoto. Mimi nashtukia watoto wana sahani zao wakipewa chakula, akaleta watoto kwa wanagombania zile bakuli. Oi ya kwangu, niwekee chakula lazima. Nikamwambia, we dada wewe, humu ndani kwangu kuna mabakuli, kwa nini unaleta ya kwako? Yamo, watumia haya hapa. Nikaona moyoni mwake ni kama vile amemwagiwa maji, ni kama vile misheni yake imejulikana. Nikimwambia akaha nisikia. Nikachukua na mabakuli nikakusanya, nikamwambia, toe hapa jikoni, nenda kayaweke mabakuli yako huko, watoto wangu watatumia mabakuli ambayo nimeyanunua mimi mwenyewe. Sasa kwa nini wanafanya vile? Alikuwa na ajenda kwamba wanapotumia yale mabakuli watoto katika ulimwengu wa roho, anadai nafsi zao, anadai roho zao. Kwa nini? Wametumia vitu vyake. Kuwa makini sana, kwa sababu kuna madai katika ulimwengu wa roho. Unapotumia vitu vya mtu mwingine, unapotumia mali ya mtu mwingine, kuna madai katika ulimwengu wa roho. Ulitumia kitu cha mtu, wanakuja wanakuchukua usiku, wanasema wewe hauwezi kuwa umekula vitu vyetu bure, unatakiwa uende kazi. Wanakupeleka kwenye kazi ya kulima usiku. Kuna watu wanalimisha usiku. Kuna watu wamechukuliwa misukule. Why? Kwa sababu waliruhusu wakapokea zawadi zilizokuwa na ajenda nyuma yake ya kishetani. Kwa mpendo wa Mungu, tutafanya maombi. Tutakuwa na maombi ya kuvuruga ajenda za kishetani, kuharibu kila uhalali waliokuwa nao kwenye maisha yako baada ya kupokea zawadi. Na nimesema kuna wanawake wengine mlipokea zawadi mkajikuta tu mmeshazini na hao wanaume kwa sababu tayari mlipokea zawadi zao. Kulikuwa kuna uhalali wao kwenye maisha yako. Unajiuliza, mbona mimi nilijitunza vizuri? Mbona mimi nilikaa vizuri? Kwa nini nimelala na huyu mwanaume? Ulipokea zawadi zikaleta uhalali kwenye maisha yako. Kuna watu umepokea zawadi, baada ya kupokea zawadi za vyakula, zawadi ya vitu, vikafunga nafsi zenu. Ukafungwa. Umefungwa msituni. Kuna watu leo hii wapo duniani wanaishi, lakini wamefungwa msituni. Wamewekewa kamba.
Imagine, nataka nikupe picha moja. Mti uko hapo, mtu amefungwa kwenye mti, amezungushiwa kamba katika ulimwengu wa roho. Hawezi kuchomoka hapo, hawezi kutoka. Why? Alikula vitu vya watu. Alichukua zawadi zenye ajenda mbaya kwenye maisha yake, zikamletea athari kwenye maisha yake ya kiroho. Leo hii iko habari njema kwa ajili yako ambaye umepokea zawadi, umepokea vitu ambavyo vilikuwa na ajenda mbaya, ukafungwa. Ipo neema, utafunguliwa. Kuna watu hatima zao zimeshikiliwa. Haoni kama ana progress, haoni kama anaendelea. Anatoa mafungu 10, anatoa sadaka, anafanya yote anayofanya, lakini haoni progress. Why? Katika ulimwengu wa roho walishikilia, kuna kitu wameshikilia, wana uhalali nacho. Shetani anasema huyu ana kitu chetu, huyu atumwachilii hivi. Ana kitu chetu, alichukua, tuna uhalali naye. Lazima iwepo nguvu ya Mungu ya kukuchomoa hapo. Na leo nataka nikwambie kwamba tutakuwa na program ya maombi ya kuharibu zawadi za kichawi. Haijalishi hiyo zawadi ni precious kiasi gani, inawezekana hata ni kitu cha thamani sana, lakini tunakwenda kuharibu katika ulimwengu wa roho. Pengine ni kitu ambacho kimekushikilia, kimekukamata, tunakwenda kukiharibu katika jina la Yesu Kristo. Tutakuwa na maombi haya, niweze kukaribisha, karibu sana katika maombi hayo, na nitaweza kutangazia ni lini tutakapofanya maombi haya, na Mungu akubariki. Tukutane katika maombi saa 8 za usiku, maombi ya usiku wa manane, na uwe makini sana. Muombe Roho Mtakatifu asearch kwenye maisha yako. Ni vitu gani uliwahi kuvipokea kwa watu na vikawa vimefunga maisha yako, vikawa vimekuweka kwenye magereza? Unajiuliza, Bwana, najitahidi kuishi maisha matakatifu, najitahidi kufanya hili na lile, kwa nini mambo yangu hayasogei? Umefungwa msituni, umefungwa, wamekufunga kule, umekuwa mtumwa wao baada ya kuchukua vitu vyao, umekuwa mtumwa wao baada ya kula vitu vyao. Neema ya Mungu ingalipo. Ndio maana tunapokea maarifa haya ili kuweza kufunguliwa zaidi. Asante sana kwa kufuatilia program hii, na Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, namba 0712699762. Amen.